ndiye Mungu wetu. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunakuabudu. Amen. Amen. Hallelujah. Tumshangilie Mungu kwa ajili ya praise. Ruach Elohim, Mungu awabariki sana kwa kazi njema. Hallelujah. Mshangilie Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mwambie rafiki yako leo ni siku njema. Tumemwona Bwana na tutamuona Bwana. Hallelujah. Ana furaha Amen. Basi nichukue nafasi hii wakati umesimama nimkaribishe mnenaji wa neno Dr. Luis, karibu kwa ajili ya neno. Amen. Naomba microphone ya mhubiri. Naomba mic ya mhubiri. Amen. Amen. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Wastahili. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Wastahili, 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 Bwana wastahili, 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 Bwana wastahili, wastahili, Yesu wastahili, wastahili, Yesu tunasema wastahili, wastahili, Yesu wastahili, wastahili, Bwana wastahili, Bwana hallelujah, 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 hallelujah,
hallelujah, hallelujah. Wastahili, 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 wastahili Yesu, wastahili, wastahili Yesu. Wastahili mama ya namu sikere mana yale wastahili, 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 utukuzwe, 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 glorify, we glorify Lord Jesus, utukuzwe, 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 Bwana Yesu, utukuzwe, 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 utukuzwe. We glorify your name, Lord Jesus, this morning. Tunalitukuza jina lako Bwana Yesu asubuhi ya leo. Asante kwa uwepo wako na kwa uaminifu wako ambao unadumu vizazi hata vizazi. Uaminifu wako hauna mwanzo wala hauna mwisho. Uaminifu wako ni ngao na kigao. Baba, tunalibariki jina lako, tunakutukuza. Wewe uliye mwaminifu, uliye mkamilifu, unayestahili kuabudiwa, unayestahili kuheshimiwa, unayestahili kutukuzwa. Nao wanaimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe Bwana kukitoa kitabu na kuzivunja muhuri zake. Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ukamnunulia Mungu, ukatununua na sisi asubuhi ya leo, na ukatufanya kwa ufalme kwa Mungu wetu, nasi tunamiliki juu ya nchi. Ulitununua, 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 ulitununua kutoka katika familia zetu, kutoka katika makabila yetu, kutoka katika nchi yetu ulitununua. Unastahili mwana kondoo wa Mungu, unastahili Yesu Kristo, upewe heshima, upewe sifa. Wewe ambaye uliona kule kuwa sawa na Mungu si kitu cha kuambatana nacho, ukashuka duniani, ukachukua namna ya utumwa, ukavaa mwili. Tena ulipoona karabosi ala makonte kelibaya rapasika na makoria ziketebre shilamanta repa kujana makata rebosiana makante libebe rima masuni makonta kalaboria. Kwa hiyo Mungu amemwazimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vyote vya mbinguni na vya duniani na hata vya chini ya nchi, na kila ulimi useme ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wake Mungu Baba. Pokea heshima, pokea utukufu asubuhi ya leo. Tunalibariki jina lako Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, jina lilo juu ya majina yote. Hallelujah. Chapie Yesu makofi mengi. Hallelujah. He is worthy of our praise. Amen. Unaweza kuketi kwenye uwepo wa Bwana. Mungu abariki sana. Namshukuru Mungu kwa nafasi ya siku ya leo kuwepo hapa na kupata nafasi ya kuhudumu. Asante pia baba na mama kwa kunipa nafasi ya kuzungumza na watu wa Mungu. Kwa dakika chache nataka tujifunze kitu cha muhimu sana. Hekima ya Mungu juu ya majira na nyakati. Hekima ya Mungu juu ya majira na nyakati, kutoka katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 hadi wa 18. Hekima ya Mungu juu ya majira na juu ya wakati. Hili ni somo la muhimu sana.
hasa katika majira haya. Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 hadi wa 18. Inasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Anasisitiza Mtume Paulo mara mbili hapo mstari wa 15. Angalieni sana jinsi ambavyo mnaenenda, sio kama watu wasiokuwa na hekima, bali kama watu wenye hekima. Alafu mstari wa 16 anasema, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Redeeming the time. Mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Na mstari wa 18 anasema, verse 18 anasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasiokuwa na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Na mstari wa 18 anatusisitiza umuhimu wa kujaa Roho mara kwa mara katika mchakato mzima wa kuukomboa wakati. Kwa Paulo anasisitiza watu waenende kama wenye hekima, sio kama watu wajinga wasiojua nini yaliyo mapenzi ya Mungu katika kila wakati. Na kitabu cha First Chronicles, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32, wanatajwa wana wa Isakari. Wamenukuliwa hao watu walikuwepo kipindi cha nyuma sana. Sema, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Mambo ya Nyakati wa kwanza 12:32. Anasema, wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, are the understanding of the times. Walikuwa na akili za kujua nyakati. Alafu anaendelea kusema, pamoja na kwamba walikuwa na akili za kujua nyakati, anasema walijua yawapasayo Israeli wayatende. Walijua kitu gani ambacho taifa la Israeli wanatakiwa kutenda katika kila wakati. Na anasema vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Na hao watu katika taifa la Israeli hawakuwa watu wengi sana waliokuwa na akili ya kujua nyakati. Anasema walikuwa watu 200 tu taifa zima waliokuwa na akili ya kujua nyakati na kujua wayapasayo kutenda wana wa Israeli. Na watu hao walikuwa watu 200 tu. Na anasema watu wote taifa zima la Israeli walikuwa chini ya amri yao, kwa sababu maisha ya mwanadamu yanaratibiwa na muda. Tupo katika kifungo cha muda. Tuko duniani kwa muda, tutaondoka baada ya muda. Mpaka Yesu atakapokuja ndipo ambapo tutaingia katika umilele. Baada ya nyakati tofauti ambazo zitafuatia hapo baadaye. Sababu Mungu kabla hajamuumba mwanadamu na kabla hajaumba vitu vyote alikuwa katika umilele. Alikuwa katika umilele ambapo hakuna muda. Mungu alikokuweko kule hakukuwa na muda, hapakuwa na saa, hapakuwa na majira, hapakuwa na nyakati. Kabla Mungu hajaumba vitu, alipoanza kuumba akafungua na lango ambalo linaitwa muda. Hapo mwanzo Mungu akaziumba mbingu na nchi, lango la muda likafunguka. Na utaona katika uumbaji Mungu akatengeneza mfumo wa siku, na baadaye akaja akatengeneza mfumo wa majira. Ukisoma Mwanzo sura ya kwanza unafika mstari wa 14 na kuendelea, Mungu akaweka mfumo wa majira. Haleluya. Lakini hayo yote hayakuwepo kabla ya mwanadamu kuanza kuumbwa. Mungu alipoanza kuumba akaanzisha lango ambalo linaitwa muda. Na baadaye, baada ya mwanadamu kuwa ameondoka, baadaye mwanadamu atakapokuwa ameondoka, vitu vyote vitakapokuwa vimepita kuingia katika ulimwengu ule ujao, hapata kuwa tena na muda. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana. Kuna vitu viwili, kuna kitu ambacho kinaitwa majira na kuna kitu ambacho kinaitwa nyakati. Majira na nyakati, hekima ya Mungu juu ya majira na nyakati. Majira ni muda ambao mambo yanatokea katika maisha au katika mzunguko wa mfumo fulani ambao unaambatana na tabia fulani. Majira ni muda ambao mambo yanatokea katika maisha au katika mzunguko wa mfumo fulani ambao unaambatana na tabia fulani. Kwa mfano, kuna majira ya kiangazi na majira ya masika. Si muda wote wa mwaka patakuwa na masika, hapata kuwa na mvua muda wote wa mwaka, lakini kuna kipindi fulani ambacho Mungu amekiamuru pawe na mvua. Na katika huu muda wa mvua huwa kuna tabia fulani ambazo zinakuwepo. Tabia ya hali ya hewa huwa inabadilika. Hata tabia ya maisha ya watu huwa inabadilika. Kama watu hawakuwa na miamvuli, wanaanza kununua miamvuli. Kama hawakuwa na nguo za kuwasaidia na mvua, wananunua nguo za kuwasaidia na mvua. Tunaenda pamoja.
ratiba inabadilika. Wale ambao wana mashamba wanaongeza ratiba ya kwenda shambani. Kama alikuwa anachelewa kuamka, anaongeza ratiba ya kuwahi kuamka, na hivyo mambo yanakuwa yanatokea ambayo yanaambatana na tabia fulani au hali fulani. Hiyo inaitwa majira. Na nyakati ni hali ya mwendelezo wa uwepo wa matukio, vitu au watu vilivyopita, vilivyopo na vinavyokuja. Hali ya mwendelezo wa uwepo wa matukio, vitu au watu vilivyopita, vilivyopo na vijavyo, lakini kwa muunganiko wa pamoja. Kwa hiyo hali inategemeana na vitu, inategemeana na watu, inategemeana na matukio, kwa muunganiko wa pamoja. Hali ya mwendelezo katika wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao, hiyo tunaita nyakati. Kama ambavyo nimekuambia kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alimtengenezea muda, alimtengenezea mfumo wa maisha ambao umewekwa katika muda, katika majira na katika nyakati. Na utagundua ya kwamba kwa wale ambao mnafuatilia vizuri mambo ya uumbaji ambao Mungu aliufanya katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ulikuwa ni uumbaji wa pili. Sababu kuna uumbaji wa kwanza ambao ulitokea, gharika likapita, gharika la kwanza likateketeza vitu vyote ambavyo vilikuwepo, alafu likabaki maji yametuama juu ya nchi. Baadaye hayo maji yaliganda. Baadaye wanadamu walipoanza kuongezeka juu ya uso wa nchi, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6, maandiko yanatuambia watu walipozidi kuongezeka, wana wa Mungu wakaona binti za watu ya kwamba ni wazuri, wakajitwalia kwao wake, wakaanza kuzaa nao, si ndio? Wakazaliwa wale wa Nefil. Baadaye tunajua kwamba gharika la Nuhu, kati ya kitu ambacho kilisababishwa ni uwepo wa Nefil na uasi ambao ulikuwa umetokea katika kila kiumbe. Maandiko yanasema kila kiumbe kilinajisika, vitu vyote vilivyo hai vilinajisika, mimea ilinajisika, wanyama walinajisika. Na ndio maana Mungu alipokuwa anamuita Nuhu aingie katika safina, Mungu akamwambia nitwalie wanyama walio safi tu. Kwa hiyo Nuhu akaingiza wanyama walio safi tu ndani ya safina, sababu wale wa Nefili walileta uharibifu mkubwa sana. Na baadaye gharika likapita, likateketeza kila kiumbe, likateketeza miti yote, hapakuwa hata na mti ambao ulibaki, hata wadudu wote waliteketea. Na kati ya kitu ambacho lile gharika lilileta uharibifu katika hayo ni mfumo wa muda, mfumo wa majira na nyakati uliharibiwa pia na lile gharika. Tunaenda pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Nuhu alipokuwa anatoka katika safina, kati ya kitu ambacho Mungu alikuwa anafanya urejesho ni urejesho wa majira na nyakati. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20 mpaka wa 22, baada ya Nuhu kuwa ametoka katika safina, kitu cha kwanza ambacho kilimjia katika akili yake ilikuwa kumtengenezea Mungu madhabahu. Akatengeneza madhabahu na akatoa mnyama aliye safi, akaitoa kama sadaka ya kuteketezwa juu ya ile madhabahu. Na maandiko yatuambia kwamba Bwana Mungu akasikia harufu. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa kila mnyama aliye safi na katika kila ndege akavitoa sadaka. Mstari 21, Bwana Mungu akasikia harufu ya manukato, harufu nzuri ikampendeza. Alafu mstari wa 22 akaanza kutamka mambo ambayo yanaanza kutokea sasa, urejesho. Kati ya kitu ambacho Mungu alikitamka hapa, alitamka kuhusu majira na nyakati. Mstari wa 22 anasema muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hali, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Katika kitabu cha Mwanzo Mungu alikuwa aishaamuru tabia fulani za kutokea katika haya majira. Alikuwa ameshaamuru tabia fulani za kutokea wakati wa mchana na wakati wa usiku. Kuna vitu ambavyo vimeamuliwa vitokee mchana na kuna vitu ambavyo vimeamuliwa vitokee usiku. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndio maana hata Daudi alikuwa asema jua halitakupiga mchana, pamoja na kwamba lipo, ila halina amri ya kukupiga wakati wa mchana. Anasema wala mwezi wakati wa usiku, vilikuwa vimeamliwa. So from the beginning, Mungu alipokuwa anaanza kuumba tu pale, alikuwa amewekea taratibu ambazo zipo katika majira, katika wakati wa kupanda, wakati wa mavuno, wakati wa mchana, wakati wa usiku, wakati wa baridi, alikuwa ameshaweka taratibu zake. Sio kila kitu kitaoneshwa katika Biblia, lakini alikuwa ameshakiweka. Ndio maana Mungu alisema kwamba pawe na nuru ambayo itatenga wakati wa mchana na usiku, na akaweka tabia zake. Haya yote alikuwa ameshazungumza katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Lakini hapa sura ya 8 kata kitu ambacho Mungu anakizungumza tena, asema majira na nyakati havitakoma, mchana na usiku havitakoma. Kwa hiyo Mungu akarudisha tena mfumo wa majira na nyakati na vitu vyote ambavyo vilikuwa vimewekwa ndani yake, ambao vilikuwa vimevurugwa na lile gharika ambao lilisababishwa na Wanefili. Pamoja na kwamba
Anyway, siwezi kuongea sana huko sababu ya muda. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza, Suleiman anatuambia kuhusu pia majira na nyakati. Anazungumza hapo katika huo mstari mmoja, anazungumza kuhusu majira na anazungumza pia kuhusu nyakati. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Nimetoa maana ya majira na nimetoa maana ya nyakati. Hasa anasema kila jambo huwa lina majira yake maalum, kuna muda maalum ambalo hilo jambo linatokea. Alafu anakuja kusema kuhusu kusudi, kwamba kila kusudi chini ya mbingu limebebwa katika mfumo wa nyakati. Anasema na kila wakati wa kila kusudi, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati, hali ya mwendelezo wa matukio, hali ya mwendelezo wa hali wa vitu vilivyopo, vilivyopita na vijavyo kwa muunganiko wa pamoja. Kuna hali fulani ya mwendelezo wa vitu ambayo Suleiman anataja hapa kwamba kila jambo lina wakati wake. Anasema kila kusudi lipo katika kila wakati. Kwa mtu ambaye ataweza kuelewa wakati, ataelewa pia na kusudi ambalo limebebwa katika huo wakati. Kila kusudi limebebwa na wakati fulani. Kila jambo limebebwa na wakati. Usipoelewa wakati, kwanza katika ulimwengu wa roho na pili katika hali ya mwili, hauwezi ukaelewa makusudi ambayo yamebebwa katika wakati. Umewahi kusikia wale walimu wanasema huyu mwanafunzi hajielewi. Haki ni kwamba ni wakati wake wa kusoma, lakini haelewi makusudi ya kusoma, kwamba anatakiwa kusoma. Aweza kwambia umekuja kukua hapa. Kukua kunaendelea tu. Kukua kuko ndani ya majira. Mwanadamu ameumbwa akue, kuko ndani ya majira. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Lakini katika ukuaji kuna mambo tofauti tofauti ambayo yanatokea. Na jambo mojawapo ni hilo, labda kijana kusoma. Limebebwa katika wakati fulani. Wakati wa uko ndani ya majira yake ya ukuaji. Anapokuwa anakuwa, sababu akili nayo inakuwa, kuna mambo fulani ambayo anatakiwa ajifunze. Akichelewa kujifunza hayo, hata kuja kuyapata tena katika maisha yake. Kwa kuna wakati ambao anatakiwa ayapate mambo fulani katika umri wake wa ukuaji. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nyakati na majira zimebeba mambo yote, na pili zimebeba makusudi ya kila kitu. Ikiwa tu tunaendelea kuishi, ni muhimu sana kuzielewa nyakati katika sura ya kiroho, na ni muhimu sana kuelewa nyakati katika sura ya kimwili pia. Sababu ukiwa rohoni sana pia, kumbuka huko duniani unaweza kukosa mambo. Na unajua unapojifunza kuhusu majira na nyakati, yako mambo mengi sana ya kuzungumza hapa, lakini tutazungumza mambo machache tu. Adui ana uelewa mkubwa sana. Unajua hata shetani naye anafanya kazi kwa bidii sana, sababu anajua ana wakati mdogo. Unajua maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo sura 12 mstari wa 12, shetani anaelewa muda vizuri. Baada hapo inazungumzwa habari ya vita, Mikaeli na malaika mkuu. Ukianzia mstari wa 7, anasema Mikaeli alimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Alafu baadaye shetani akatupwa mpaka chini. Alafu mstari wa 12 anasema kwamba shetani anafanya kazi kwa bidii sana. Anasema ole wa nchi na bahari, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ana wakati mchache. Okay, wengi hapa tumepita shuleni. Naamini wengi tumepita shuleni. Umewahi kuona jinsi ambavyo unasoma ukiambiwa mwezi ujao kuna mtihani, na jinsi ambavyo unasoma ukisikia kwamba kesho ndio ambavyo kuna mtihani? Wanafunzi simpo hapa? Haleluya. Ukiambiwa yani wasaa nitasoma kesho, unaweza kaamka usiku sasa, kwani kesho nao sitasoma, kwanza nielewa yote ambayo mwalimu alifundisha. Baada ya wiki moja washangaa yote ambayo ulisema umeelewa tayari umeyasahau. Alafu ikitokea kesho kuna mtihani, kwanza unajua hata akili tu waga inakuwa haraka sana. Ukisoma tu kitu kidogo unaona nimeshika. Unaweza kusoma kitu ambacho ulikuwa unasoma mwezi mzima, unaweza kutumia saa moja kusoma. Akili nayo inakuwa sharp. Hata usingizi unaweza kukosa. Kama ulikuwa unategemea alarm, unaweza usiweke alarm kabisa, lakini ukawa unashtuka tu muda wote. Yaani unahisi asubuhi imefika nini? Yaani unashtuka tu. Mwili unakuwa umejituni kwamba una muda mchache sana. Una muda mchache kama umesahau kitu. Hivyo nini ambacho kinatofautisha ulivyokuwa unasoma mwezi mmoja kabla ya mtihani na masaa machache kabla ya mtihani? Ni muda. Wakati kuelekea jambo fulani ni mdogo sana. Sasa fikiria kama ni mwanafunzi angekuwa anasoma hivyo ambavyo anasoma kwenye mtihani kila siku. Lakini kwamba tusingekuwa tuwatumia nguvu nyingi sana kusoma siku ambayo inafika mtihani. Tunaenda pamoja. Haleluya.
Bwana asifiwe. Sasa shetani anajua kwamba ana wakati mchache sana wa kufanya mambo yake. Kwa anafanya, shetani kila siku anafanya vitu vyake kwa bidii. Na ulimwengu wa giza wanajua kwamba wana muda mchache wa kufanya mambo yao. Kuna baadhi ya Wakristo ambao hatuelewi ya kwamba tuna muda mchache hata wa kufanya hii kazi ya Mungu. Tuna muda mchache. Hata muda ambao tumebakiza hapa duniani kabla ya Bwana wetu Yesu kuja ni mchache. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kusoma katika kitabu cha Efeso pale ile sura ya 6 anapotuambia kwamba tuwe hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Alafu anasema tuvae silaha zote za Mungu ili tuweze kuzipinga ila za shetani. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Mstari wa 12 huo. Wa Efeso 6:12 na 13, asabai juu ya falme, mamlaka juu ya kuagiza, inajua majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Alafu mstari wa 13 Mtume Paulo anatuambia kitu cha msingi sana. Anasema kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Siku ya uovu anatuleta kwanza katika mfumo wa majira, alafu anajua kwamba ndani ya majira fulani kuna wakati fulani ambao unaitwa siku ya uovu, the day of evil, ambao adui atakuja. Adui haji wakati wote. Hata Yesu alipokuwa hapa duniani, adui alikuwa mtokei wakati wote. Alimtokea katika matukio fulani fulani, alimtokea katika nyakati fulani fulani. Alipoona Yesu ameanza kupata njaa, ameongozwa na roho nyikani, ajaribiwa na ibilisi, amefunga siku 40 mchana na usiku, maandiko sawa, mwisho akaona njaa. Alipoona njaa, maandiko sawa, mjaribu akamjia akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu. Jaribu la kwanza, sababu Yesu ameona njaa, akamletea jaribu la chakula, amuru mawe haya yawe mkate. Alikuja siku maalum Yesu alipokuwa anaona njaa. Kwa adui haji kila wakati. Pamoja na kwamba kuna vita ambavyo ni endelevu katika maisha ya mtu. Kuna vita ambazo zikiwepo zinaendelea kuwepo. Hata adui shetani hawezi kuweka macho yake hapo. Lakini kuna siku katika mfumo wa kipepo ambao unaitwa siku ya uovu. Umesoma tena katika Biblia, nadhani Mathayo sura ya 16, asema mpanzi alienda kupanda mbegu zake. Alipoenda nyumbani baadaye akalala, usiku ule adui yake akaja naye akapanda magugu. Baadaye akashangaa kwamba imeota magugu pamoja na ngano. Akajiuliza imekuwaje vitu vimeota pamoja? Kisa kwamba wakati ambao ulienda kulala ndipo ambapo adui alikuja naye akapanda magugu katikati ya ngano. Kwa kuna wakati ambao adui huwa anaachilia vitu vyake vya kipepo. Shetani anaachilia vitu vyake. Vivyo hivyo na kuna wakati ambao Mungu huwa anaachilia vitu vyake. Kama tuko pamoja tuseme amen. Haleluya. Ukisoma pia kitabu cha Esther, ukisoma Esther sura ya 3 mstari wa 13, anazungumza kuhusu siku ya uovu ambayo ilikuwa imepangwa, the day of destruction. Yule Amani alikuwa tayari ameandaa katika kalenda yake kwamba tarehe 13 ya mwezi wa Adari ambao ni mwezi wa 12 Wayahudi wote wataangamizwa. Alikuwa ameshaandaa siku fulani kwamba katika siku fulani kuna destruction ambayo itatokea kwa Wayahudi wote. Aliandaa siku. Haleluya. Sasa tarehe 13 ya mwezi wa 12 tuwaangamizwa. Kwa kuna mambo ambayo yanatokea, unaweza ukaona kitu kimetokea ghafla ukazania ni by coincidence. Hapana, vitu havitokei tu. Mambo hayawi tu. Vitu vinatengenezwa kwanza katika ulimwengu wa roho, afu vinakuja kutokea katika ulimwengu wa mwili. Siku moja nilikuwa nafundisha kuhusu karama za Roho Mtakatifu hapa, nikawasemesha kwa habari ya revelational gifts, karama zile za ufunuo. Na nakumbuka kati ya mfano ambao niliongea sio kwamba kuna mchungaji ambaye alikuwa anapenda kupokea zawadi. Pamoja na kwamba alikuwa na nguvu nyingi, washirika walimpenda sana, ila alikuwa anapenda kupokea zawadi. Yeye ni mtu wa kupokea zawadi, kitu chochote tu, kitu chochote. Na wakati mwingine watu wakisahau anawakumbusha. Unajua kuna wale watumishi wa Mungu wanawakumbusha. Niliwahi kuona mtumishi wa Mungu mmoja ameposti status, akaandika mshirika unavaa suti mpya, alafu mchungaji wako hana suti mpya na unasema umeokoka, jitafakari. Unaona, ni mchungaji kabisa wa Mbeya. Ameandika mshirika unanua suti mpya, haujamnunulia mchungaji wako suti mpya, jitafakari. Maana ni kwamba ni asa kwamba mshirika yote asinunue suti mpaka mchungaji anu. Si ndio lugha nyepesi, si ndio? Sasa alikuwa ameandika status. Unaona, sasa huyo mchungaji, turudi kwenye mfano, tusitoke kwenye mfano. Alikuwa anapenda zawadi. Wakaja washirika watatu kutoka katika upande wa giza, wakawa washirika wake. Wakawa kila Jumapili wanaleta zawadi. Leo wataleta kiatu, wataleta kitambaa cha suti, wataleta hiki. Baadaye alivyokuwa anazoelea kwamba kila Jumapili atapokea zawadi,
siku moja akaletewa gari jeupe. Amepewa gari, akamshangilia Mungu. Mambo ya uchungaji haya, si ndio yanatakiwa yawe hivyo. Amepanda hilo gari kutoka kanisani kuingia barabarani, lilikuja lori alieleweki limetoka wapi, likampamia, akaanguka, akafa. Tunaenda pamoja. Na ushuhuda wa kweli huu. Asa, that was the day of evil. Ni siku ambayo ilikuwa imepangwa katika kalenda ya kishetani kwamba uovu utokee. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho inatengenezwa kanuni ya namna ya uovu kutokea. Watumishi wa Mungu, mnanielewa? Hata wanafunzi wanapofaulu, kila mwanafunzi ana kanuni zake za namna ya kufaulu. Hakuna mwanafunzi wote ambaye ni bora darasani ambaye inatokea tu amebora. Hata watu ambao wana uwezo mkubwa, wao wana mifumo yao, wana kanuni zao za kusoma. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Kwa inatengenezwa siku ambayo inaitwa siku ya uovu. Yule mchungaji kikamlamba na habari yake ikawa imeishia pale pale. Unaona, ndio haya mambo ambayo Apostle Paul anatuambia kwamba mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna siku ambayo inaitwa siku ya uovu. Na ndio maana kwenye sala ya Yesu, kati ambacho alikuwa anaomba Yesu, aliwaambia usitie majaribuni bali utokoe na yule muovu. Kwa sababu shetani huwa anakuja kimkakati. Unaona, anakuja akileta maovu katika wakati fulani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atusaidie. Haleluya. Sasa unapojifunza kuhusu majira na nyakati, kuna vitu viwili ambavyo watakiwa vielewe pia. Nishatoa maana ya majira, nishatoa maana ya nyakati. Lakini katika majira na nyakati haya kuna vitu viwili vya msingi ambavyo ni muda wa kikalenda na muda wa kinafasi. Kwa wale ambao mnafuatilia sana mambo ya majira na nyakati, muda wa kikalenda unaitwa Chronos time. Muda wa kikalenda ambao ni sawa kwa kila mtu. Ni muda ambao umegawanyika katika sekunde, katika saa, katika siku, katika miezi, katika miaka. Umeishi miaka 54 mpaka sasa. Umeishi miaka 27, umeishi miaka 15. Huo ni muda wa kikalenda ambao ni sawa kwa kila mtu. Uwe unakaa Tanzania, uwe unakaa Marekani, uwe unakaa wapi, ikiwa tu umeumbwa na Mungu, wote tuko katika mfumo wa muda wa kikalenda. Utazaliwa, utaishi baada ya muda fulani, na baada ya hapo utaondoka na habari zako zitakuja zitasaulika baadaye. Ni Yesu peke yake ndiye ambaye habari zake hazitakuja kusaulika. Yesu peke yake, sababu yeye hayupo katika Chronos. Asili yake haikuwa katika muda wa kikalenda. Alikuwepo kabla ya muda na atakuwepo baada ya muda. Yesu peke yake. Lakini ikiwa tu wanadamu tumeumbwa, wote tuna masaa 24 ndani ya siku. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Ndio haya ambayo yanaleta majira na nyakati. Anaita majira ya kiangazi, majira ya masika, majira ya vuli nini, na majira mengine kadri tunavyoyajua. Haya ni sawa kwa kila mtu duniani. Kwa kila mtu duniani tuna muda sawa wa kikalenda. Lakini kuna muda mwingine ambao unaitwa muda wa kinafasi, Kairos time. Muda wa kinafasi ambao huu unatofautiana kati ya mtu mmoja na mwingine. Ni muda ambao matukio fulani yanatokea katika maisha ya mtu. Na haya ndio ambayo yanaleta utofauti kati ya mtu mmoja na mwingine. Haya ndio ambayo yanaleta utofauti kati ya mtu mmoja na mwingine. Ikiwa wote mmesoma chuo kimoja, wote mna mwaka mmoja, mna miaka 25 wote, hapo mpo kwenye Chronos, muda wa kikalenda. Imewataka muwe hivyo kwamba uwe na miaka 25, uwe umemaliza chuo kikuu, either uwe na kitu fulani unakifanya. Lakini ukiwatazama hawa watu katika hali zao za kiroho, kuna utofauti mkubwa. Ukiwatazama hawa watu katika hali zao za kiuchumi, kuna tofauti mkubwa. Ukiwatazama hawa watu katika fikra zao, namna ambavyo wanafikiri, kuna utofauti mkubwa. Kitu gani ambacho kimewatofautisha? Sio age, sio umri wao ambao wameishi, sababu wote wameishi miaka sawa, labda miaka 25. Wote wana elimu moja. Lakini kuna mmoja ambaye kuna matukio fulani ambayo yalikuwa yanatokea katika maisha, yawe ya Mungu au yawe ya adui, lakini kuna mambo ambayo yalikuwa yanatokea katika maisha ambayo yamemtofautisha na mwingine. Ikiwa tunatakiwa, anyway, sio lazima iwe hivyo. Labda mtu fulani, mfano ni mgumu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Labda una miaka 60. Kikawaida mtu mwenye miaka 60 anatakiwa amesha achieve baadhi ya mambo hapa duniani kikawaida tu. Lakini wanaweza wakawekwa watu 30 wenye miaka 60. Ukaona kuna mmoja amejenga, mwingine bado amepanga. Sijasema kupanga ni dhambi, sio dhambi.
mwingine ana gari, mwingine hana gari. Kuwa na gari au kutokuwa na gari havikupeleke mbinguni, mtumishi wa Mungu, usinikote vibaya. Mwingine ana watoto, mwingine hana watoto. Inasema kwamba wote wana miaka 60. Lakini Kairos, kuna ambaye alipata vitu katika muda fulani, kuna matukio fulani ambayo yalitokea, na kuna mwingine ambaye alikosa matukio fulani fulani, au matukio yaliyokuja hayakuwa ya Mungu, yalikuwa ya adui, kwa hiyo yakabadilisha mfumo wa maisha yake. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Kwa kuna muda ambao unaitwa muda wa matukio au muda wa kinafasi ambao unaweza ukaja au usije, na wakati mwingine inabidi utumie maombi kuforce, kuvuta muda. Kuna vitu ambavyo utakiwa umeshavipata. Muda wa kuoa, muda wa kuolewa. Mtu afikisha miaka 40, miaka mingapi bado anavuta muda wa kuoa, wa kuolewa haujatokea. Hapo sasa unatakiwa utumie nguvu za Mungu. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huu muda unaweza ukaja, muda wa kinafasi, muda wa kimatukio ya kimungu. Unaweza ukaja na usipoutambua ukaondoka. Kwa sababu huu ndio alikuwa anasema, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kusudi linakuja katika wakati fulani. Usipotambua hilo kusudi, huo muda unapita. Unapita kabisa. Au kama haujajiandaa. Kwa mfano, Yesu alienda katika mji wa Yerusalemu. Kitabu cha Luka sura 19 ukianzia mstari wa 41 pale mpaka 44. Alipokuwa anaenda, alitegemea kwamba watu wa mji ule wao wamejiandaa kwa ajili ya ujio wake. Sababu ametoka Galilaya Yesu. Alipotoka Galilaya akapita katika mji wa Yeriko, alipokutana na Lazaro. Baadaye akaenda katika kijiji kimoja kinaitwa Bethani na Bethaza. Akatoka hapo akaingia katika mlima wa Mizeituni, ambao ni mlima ndio kina kama kilomita 2 kwenda juu. Na hapo ni safari yake ya mwisho, hakuwa na safari nyingine yoyote ya kiinjili. Anaingia katika mji wa Yerusalemu, watu wamempokea, wanamshangilia, ambao walikuwa naye sio watu waliokuwa katika mji wa Yerusalemu, watu ambao walikuwa naye huko na wanafunzi wengine ambao walikuwa wanakutana nao njiani. Anaelekea lango la Yerusalemu, akauona mji, akaanza kulia. Kwa sababu gani? Ulikuwa ni wakati Kairos, saa ya ukombozi, saa ambayo mwana wa Mungu safari yake ya mwisho inaishia pale. Lakini watu wa ule mji walikuwa busy na ambao, ndio maana ukiendelea kusoma pale, alipofika ameingia hekaluni, akuta watu wako wanafanya biashara ndani ya hekalu. They were not totally prepared. Hawakuwa wamejiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu na kitu ambacho Mungu anakwenda kufanya katika historia ya dunia. Na ndio maana alipofika katika ule mji, alipoanza kulia, uchungu ukamjaa moyoni, machozi yakaanza kumtoka, sababu kuna kitu ambacho alikuwa ameshakiona. Mzigo wa msalaba ukaanza kujengeka ndani yake. Yesu akalia machozi. Unaona? Yesu alia katika pale kwa Lazaro, alilia alipokuwa anaingia katika lango la Yerusalemu, na alipokuwa pale msalabani. Hii ni sehemu ya pili. Yesu alikuwa analia, pamoja na kwamba Biblia imemtaja Yesu kwamba alikuwa na maombi ya kulia mara kwa mara. Waebrania 5:7, siku za mwili wake alimtolea Mungu machozi na kulia sana, akasikilizwa kwa vile alivyokuwa mcha Mungu. Kwa mzigo wa msalaba Yesu akaanza kuupata alipokuwa anaingia katika lango la mji wa Yerusalemu. Lakini watu wa mahali pale walikuwa hawajatambua. Kwa kama msalaba usingekuwa wa umilele, Yesu angeweza hata kuondoka au kitu kingesaulika, lakini kwa sababu ni wa umilele, ndio maana habari yake tunao mpaka leo. Lakini habari mbaya ni kwamba watu wa Yerusalemu hawakuwa wamejiandaa kupokea majira yale ya kinafasi, majira ya kimungu, majira ya matukio ya kimungu. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine huu unaitwa wakati wa majirio. Mungu anawajiria watu wake. Mungu anapoamua kuinuka kwa ajili ya watu wake. Unajua hata unabii wa maisha ya mtu huwa una muda wa kutokea. Mambo fulani ambayo Mungu ameamuru huwa yanatokea katika muda fulani. Na ukiweza kukapcha, ukiweza kuushika, kupokea katika ulimwengu wa roho, muda ambao nabii fulani zilitolewa katika maisha yako, kitu fulani kitatokea. Biblia inasema sehemu kadhaa, hata wakati wa utimilifu wa maandiko. Unaona? Maisha ya Yesu yalikuwa ni maisha ya maandiko. Alizaliwa sawasawa na maandiko. Alitabiliwa, akaishi kimaandiko. Muda ulipotimia, Yesu akazaliwa. Muda ulipotimia, Yesu akakua. Muda ulipotimia, Yesu akafa. Hata kifo cha Yesu kilikuwa katika kalenda ya kimungu. Hakutakiwa kuzidisha ile siku ambayo Yesu alitakiwa kufa. Hakutakiwa kupitiliza na hakutakiwa kufa kabla. Tunaenda pamoja. Kwa sababu Yesu angeweza kufa kabla, hatuwezi kujua, labda Mungu alifanya mchakato mwingine wa ukombozi. Sababu kuna watu wengi ambao kabla hajatimiza kusudi la Mungu katika vizazi vyao wanakufa kabla.
na wakati mwingine wanakufa kifo ambacho sio Mungu amewatakia. Kwa mfano, umewahi kumsoma Petro. Yesu alimwahidia kwamba atakufa kwa kunyongwa, alimtabiria kwamba atakufa kwa upanga. Lakini siku moja ilitokea dhiki baada ya Yesu kuwa ameondoka duniani. Maandiko yanatuambia hivi, hiyo ni Matendo ya Mitume sura ya 12 pale, ukianzia mstari wa 1 hadi wa 5. Biblia inasema kwamba ikatokea dhiki, baada ya dhiki ya Stefano, mitume wakaanza kutawanyika huko na huko, na Biblia inatuambia kwamba Yakobo akachukuliwa, Herode akamuua. Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Na wakati huu, hii ni siku ambayo Herode alikuwa anataka asubuhi yake itakapofika asubuhi amtoe, ampeleke mbele za watu. Na unajua ukipelekwa mbele za watu ni kipigo mpaka kufa, kama Stefano vile. Malaika wa Bwana akatokea ule usiku baada ya kanisa kuwa wameomba, akamtoa Petro gerezani. Amewekwa katika kifungo si tu cha muda wake, na hatima yake ingeishia pale. Kama Petro huu usiku ungefika asubuhi, kusudi ambalo Mungu amemuumbia Petro hapa duniani lingekuwa limeisha kabisa. Kwa angekatishwa kusudi lake. Huu ulikuwa ni siku ya majilio ya kiovu, siku ya uovu ambayo ilikuwa imepangwa kwa ajili ya Petro, awekwe kwa watu, apigwe mawe, afe, aondoke duniani. Lakini akatokea malaika wa ukombozi, the angel of deliverance, akamtoa Petro gerezani. Na alikuwa amewekwa katikati ya vikosi 4, malango 4 tofauti. Yamemfunga mtu mmoja, yamefunga muda wake ambao itakiwa afanye injili. Kila kitu kio kimefungwa pale. Malaika wa Bwana akaja akamtoa Petro gerezani. Kuna wakati huwa tunahitaji tu malaika wa Mungu, hata sisi kwa ajili ya ukombozi, kutoka katika magereza ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Niliwahi kusikiliza ushuhuda wa dada mmoja, karibia kumaliza kama dakika 10 hivi tunamaliza. Ushuhuda wa dada mmoja ambaye alikuwa anaomba Mungu amsaidie aolewe. Na ilikuwa inatokea hivi, kila mara mtu akitangaza uchumba, yani ukitangaza uchumba, yule kijana anafariki. Mwaka mwingine tena ikitokea kuna kijana mwingine ametangaza uchumba kwa binti, baada ya muda anafariki. Ikitokea tena, unaona kitu ambacho kinatokea, miaka inaenda. Kikitaka kutokea kitu fulani, kuna matukio fulani yanatokea. Huwa kuna vita, unapokuwa unaingia wakati mpya na vita. Kuna vita ambazo zinainuka katika malango ya muda. Ikawa hivyo mpaka ifika miaka 33, 34, 35, akaja kupatikana kijana mmoja full of charge, maombi, anaomba Mungu sana, anaomba. Yeye kwenye uchumba hakufariki. Uchumba ukafanikiwa, harusi ikafanikiwa, lakini alikaa ndani ya ndoa ile kwa wiki moja tu akafariki. Dada akaamua kwamba it's better to live alone. Ni bora nisiolewe. Sababu kila mwanaume either anayenichumbia au anayenioa anafariki. Unaona mambo yalivyo? Sasa yako mambo mengi sana, siwezi kaongea kila kitu, lakini kwa kifupi ni hivyo. Haleluya. Unabarikiwa. Naona kama anaenda haraka, tuokoe wakati, tukiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Mathayo sura ya 16 mstari wa 1 hadi wa 3. Nimalizie pointi 4 za msingi hapa. Alafu tuombe. Naamini Mungu atakupa msukumo wa kuomba. Sasa usipoomba, basi kati zinaweza zikaibiwa. Mathayo sura ya 16 mstari wa 1 hadi wa 3. Maandiko yatuambia kwamba walimjia Mafarisayo na Masadukayo, wakamwomba Yesu ishara. Walimwambia Yesu, tupe ishara yoyote. Mstari wa 2 anasema kwamba nyinyi, akajibu akamwambia, kukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu nyekundu. Akawapa tu mfano rahisi. Yesu akamwambia hivi, ikiwa wakati wa jioni mnaona jua linapoenda kuzama, mbingu huwa zinabadilika rangi. Na mnajua kwamba jua tu litazama, kwa maana tayari mbingu zishabadilika rangi. Na asubuhi mnasema leo kutakuwa na dharuba, kwa maana mbingu ni nyekundu. Kuna ule utabiri wa hali ya hewa. Hata wavuvi wanapokuwa wanaenda kuvua wanakadiria upepo. Upepo leo utakuwa kiasi gani? Utakuwa mwingi, utakuwa mdogo, ili waweze kujiandaa. Sasa Yesu akamwambia, na nyinyi mna uwezo. Sawa na dalili ya mvua tunajua ni mawingu. Ukiona mawingu tu wajua hapa anytime mvua inaweza ikanyesha. Kwa kuna kitu ambacho kinaitwa ishara za nyakati. Ishara za nyakati. Nyakati katika hali ya mwili kila wakati waga unakuja na dalili zake. Na katika hali ya roho kuna vitu ambavyo Mungu waga anatia kama viungo ili kukuambia kwamba kuna kitu fulani ambacho kinaenda kutokea. Yesu asifiwe sana. Anasema,
enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Yesu alikuwa anawaambia Mafarisayo na Masadukayo, mnaweza kutambua hali ya kawaida ya mbingu na nchi, lakini ishara za nyakati hizi hamwezi kuzitambua. Baadaye akaanza kuwapa ishara na kama vile na samaki siku 3. Ile ishara inatosha ya kwamba nini kitaenda kutokea juu yangu. Alikuwa anawaambia hivyo na vitu vingine vingi. Sasa kila wakati uaga una ishara kabla ya wakati wa kutokea, katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ishara ya kwanza ambayo Mungu huwa anaachilia wakati wote ule unapotaka kutokea, na hapa sizungumzii wakati wa siku, pamoja na kwamba kabla ya siku fulani Mungu anaweza kupa ishara kabisa. Unaweza ukapata ishara kabla siku fulani haijatokea, lakini mambo yote kumbuka, ndani ya siku, ndani ya muda, ndani ya nini, kuna matukio ambayo yanatokea. Hayo ndio ambayo ninayazungumzia. Kuna kusudi ambalo linaenda kutokea. Hivyo ndivyo ambavyo navizungumzia. Huwa kuna dalili zake. Hakuna kitu ambacho kinatokea tu labda tu tumeshindwa kutambua. Kitu cha kwanza ambacho Mungu huwa anaachilia kwa watu wake ni mzigo wa kiungu ndani ya mioyo ya watu. Mzigo wa kiungu ndani ya mioyo ya watu. Na mzigo wa Mungu ndani ya moyo wa mtu huwa unakuja kumwandaa kuupokea au kuubeba wakati ujao. Ngoja kwa mfano nikuambie kitu. Yesu alipokuwa anaingia Yerusalemu, akaanza kulia, akaingia huzuni ghafla. Alianza kulia, yani from nowhere. Inawezekanaje kwamba mtu anaingia tu katika mji, anauona mji, akaanza kulia? Sema light, ungelijua hata sasa yakupasayo amani kwa kuwa yamefichwa machoni pako, kwa kuwa siku inakuja ambao adui zako watakujengea boma na kukuzingira pande zote. Hapata kuwa na jiwe hata moja ambalo litasalia, kwa sababu umeshindwa kutambua saa ya kujiliwa kwako. Alikuwa anaenda Yesu kwenye wakati wa mateso. Hakuna safari ambayo Yesu alifanya alipoingia Yerusalemu. Mzigo wa msalaba ulianza kuonekana toka Yesu akiwa anaingia Yerusalemu. Okay. Umewahi kusoma habari za Musa? Unamjua Musa vizuri, si ndio? Kitabu cha Kutoka sura ya 2 pale, mstari wa 11 hadi wa 15. Maandiko yanatuambia hivi: Musa amelelewa na Farao kwa miaka 30. Baadaye akasema, ngoja nitoke nikawatazame ndugu zangu, nione wanaendeleaje, wapoje. Akaenda, ameenda tu day 1. Amekutana na Mwebrania na Misri wanapigana. Akamkamata yule Misri, kata kichwa, fukia kwenye mchanga, si ndio? Tumewahi kusoma hiyo habari, watumishi wa Mungu. Hiyo hapo, siku zile Musa mtu mzima akaona Misri anapigana na Mwebrania, akamuua, akamweka kwenye mchanga. Nini kiko kinamsukuma Musa? Ametoka tu ikulu, anaingia mtaani, anakutana na Mwebrania Musa, Mwebrania na Misri, kamua Misri. Kesho tena akatoka hivyo hivyo, akaenda akakutana sasa, leo ni Mwebrania kwa Mwebrania. Sasa hapo ana mtu wa kumuua. Akawaachanisha ugomvi wao. Yule Mwebrania akasema, ni nani aliyekuweka kuwa muamuzi juu yetu? Wataka kuniua kama ulivyomuua yule Misri jana. Habari hizo zikaenea hadi kwa Farao. Musa akakimbia. Kichokuwa kinamsukuma Musa ni nini? Sio nguvu. Mzigo. Kwanza ilikuwa ni saa ya Mungu kuwakomboa watu. Kumbuka, Mungu alimwahidia Ibrahim ya kwamba kizazi cha 4 kitatoka huko. Wataenda, watatawaliwa na watu wale, lakini kizazi cha 4 kitatoka na watatoka na mali mengi. Na ule ulikuwa ni muda maalum wa Mungu kuwakomboa watu wake. Ndio maana ukianzia Kutoka sura ya kwanza pale na ya 2, maandiko yatuambia kwamba kilio cha wana wa Israeli kilifika mbinguni. Kilifika mbinguni kwa Mungu. Utumwa ulikuwa umeongezeka baada ya Yusufu kuwa amekufa. Maandiko yatuambia aliinuka Farao mwingine asiyemjua Yusufu na kizazi chake, akawatenda jeuri wana wa Israeli. Akaanza kuwa wana wa Israeli wakamlilia Mungu, akapaza sauti zao. Mungu akasikia kelele yao, lakini hakuishia tu kusikia kelele ambayo ilikuwa inatoka katika vinywa vya Waisraeli. Akakumbuka agano ambalo alimwahidia Ibrahim. Mwanzo 17 pale 18, Mungu alimwambia uzao wako utaenda Misri. Baada ya kizazi cha 4 nitakuja, nitawatoa kwa mkono hodari na wenye nguvu. Kwa muda ulikuja ukiwa na mizigo ndani ya mioyo ya watu. Kati ya watu ambao waliweza kuupata huo mzigo wa saa ya Mungu ya ukombozi ilikuwa Musa. Akataka kuanza kukomboa watu, pamoja na kwamba ulikuwa ni muda sahihi wa kimungu, lakini maandalizi ya Musa hayakuwa yametosha. Akaanza kutumia nguvu za mwanadamu kuwakomboa watu, lakini pale ilikuwa inahitajika nguvu za Mungu kuwakomboa watu. Ndio maana akaanza akaua. Leo akuja anachanisha, ataua wangapi? Ikabidi Mungu ampeleke darasani tena, akakutane na Mungu. Alipoenda kukutana na Mungu, baadaye ndo akaja
Na unajua muda wana wa Israeli kutoka Misri ulipitiliza miaka 430. Miaka 30 ya maandalizi ya Musa. Muda sahihi, mtu sahihi, lakini nguvu hana. Hajakutana na Mungu wa kuwatoa watu Misri. Kwa Musa alipata mzigo. Mungu anapokuwa analeta wakati fulani mbele yako, unaweza kuanza kupata mzigo ndani yako. Anajua mwaka ujao utafanya biashara. Kati ya kitu ambacho ataweka mzigo ndani yako ni wa kupata maarifa sahihi. Mzigo wa kuomba. Unaweza ukaanza kuombea vitu haujui, na wakati mwingine unanena kwa lugha na Roho Mtakatifu anakusaidia, unaweza catch up. Unapokea hisia za Roho Mtakatifu pamoja na wewe. Roho Baba anaanza kuugua pamoja na wewe. Unaomba vitu washangaa, unaugua pamoja na wewe. Roho Mtakatifu anakuwa anakusaidia. Wakati mwingine hujui kuomba jinsi ipasavyo. Na maandiko anatuambia hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa Mungu kuugua isivyoweza kutamkika. Kwa kuna vitu ambavyo tunaviombea, kila saa ukiombea kitu fulani unapata mzigo hauachii, unapata mzigo. Na ukikutana na hali kama hiyo, rafiki yangu, sio pa kuachia. Umewahi kuona wakati Mungu akitaka watu wafanye toba, kila mara utakapokuwa unaomba toba, Mungu ataweka mzigo ndani yako. Ukirudi tena kesho ukianza toba, Mungu ataweka mzigo ndani yako. Ukianza tena toba, kuna kitu ambacho kinakuwa kimekushika, kwa sababu kuna kitu ambacho kinaenda kutokea baada ya muda mfupi. Tunaenda pamoja, watumishi wa Mungu. Hii ni ishara ambayo watu wengi sana wanapataga intuition. Unasikia moyoni mwako kuna kitu fulani, unasikia kufanya hivi, unasikia kuandaa kitu fulani, unasikia kufanya kitu fulani. Wengi waga wanapokea mizigo katika ulimwengu wa roho, alafu wanaiacha. Kwa kitu ambacho Mungu alikuwa amekusudia, kwa sababu moyo wako unakuwa haujawa tayari kubeba kitu ambacho Mungu anataka kufanya. Hauwezi kukibeba. Kwa hiyo ni ishara ya kwanza. Wako watu wengi sana ukisoma habari za Daudi, mtu anaamka asubuhi anataka kwenda kupigana na Goliath na mambo mengine kama hayo. Kitu cha pili ambacho kinakuwa kama ishara ya msimu ambao unakuja, ya jambo fulani la kimungu ambalo linakwenda kutokea baada ya muda fulani, ni kuunganishwa au kukutana na watu wa aina fulani. Pamoja na kwamba Mungu anafanya mambo yake kwa uwezo wake na kwa nguvu zake, lakini usisahau nafasi ya watu. Na ndio maana maandiko yanatuambia msahau kuwakarimu wageni, kwa sababu hata kwa njia hiyo wengi wamekaribisha malaika. Umewahi kusoma habari za Ibrahim? Maandiko yanatuambia kwamba Mungu alikuwa anaenda kuangamiza mji wa Sodoma na Gomora. Ibrahim amekaa katika miaroni ya miamle pale. Amekaa wakati wa asubuhi, akaona watu watatu wanakuja. Akakutana na watu watatu. Baadaye akaanza kupata mzigo wa kuandalia chakula, wa kupiga nao story. Wale watu wasawa, tusimfiche huyu Ibrahim hiki kitu cha Mungu. Tumwambie kwamba tunaenda kuangamiza mji wa Sodoma na Gomora. Kwa ajili ya mtu mmoja, familia nzima ikaokolewa huko. Lutu pamoja na familia yake. Mtu mmoja ambaye alikutana na watu, amekutana na watu watatu, akakaa nao, akatembea nao. Kumbuka, amekaa nao, ameongea nao, akatembea nao. Mungu anapokuwa analeta msimu fulani, Mungu anapokuwa anaandaa kitu fulani kutokea katika maisha ya watu, huwa anakutanisha na watu sahihi, anakutanisha na watu maalum, anakutanisha na mchungaji maalum, anakutanisha na rafiki maalum, kwa sababu kuna kitu ambacho kinakwenda kutokea ambacho kinahitaji ushirika wa mtu mwingine. Tunaenda pamoja. Yesu alikutana na watu alikutana na wanafunzi maalum. Baada ya kuwa ameomba, hakufanya kazi yote peke yake. Maandiko yanatuambia ameenda kuomba usiku mzima, hadi saa 4 ya usiku. Akaenda akachagua watu watakaomsaidia. Kwa Mungu akitaka kufanya kitu chochote duniani, anakukutanisha na watu maalum. Na shetani akitaka kuzuia nyakati za kimungu zisitokee katika maisha ya mtu, makusudi ya Mungu yasitokee katika maisha ya mtu, kati ya kitu ambacho huwa anavuruga watu walio karibu na huyo mtu, watu wenye ushirika naye. Kwa kama kuna watu ambao wanatakiwa kusaidia kifedha, shetani anawablock, hawaji. Watu wanatakiwa kusaidia kimawazo, adui anawablock, hawaji. Wajua wazo la mtu mmoja inaweza likakuvusha kabisa. Sasa shetani atakuwa anafanya kazi ya kuwazuia. Adui analeta watu wa kuwazuia. Akitaka shetani azuie kitu cha Mungu kisitokee katika eneo kubwa, kama kwa mfano katika taifa, katika mkoa, katika kitu ambacho ataweka watu wake yeye. Adui ana position watu wake, kama vile ambavyo Mungu huwa ana tabia ya kuwaweka watu wake katika malango ya miji, katika malango ya muda wa watu. Anaweka kwamba katika kizazi fulani anatakiwa awepo mtu fulani, anatakiwa awepo. Umewahi kusoma habari za Ana binti Fanueli? Maandiko yatuambia kwamba kabla Yesu hajazaliwa, yule mwanamke alikuwa amekaa na mume wake kwa miaka 7 tu, alafu akafa. Kabla Yesu hajazaliwa, yule mwanamke akawa anashinda hekaluni.
hekaluni anaomba, hekaluni anaomba mpaka siku ambayo Yesu alizaliwa. Anakuja kuoneshwa kwamba kuna bibi kizee mmoja ambaye alikuwa anaomba tu hekaluni, anaomba. Alikuwepo mtu maalum wa kuomba Yesu azaliwe salama. Usishangae Herode anatafuta Yesu kumuua. Malaika wa Bwana amtokea Yusufu katika ndoto, ondoka nenda na hayo yote hayatokei tu. Kuna watu walikaa magotini kuomba. Kuna mtu mwingine anaitwa Simoni. Katika kile kizazi Mungu alimuhifadhi mpaka atakapokuja kuzaliwa Yesu. Kuna watu ambao Mungu anawahifadhi kwa ajili ya makusudi fulani, kwa ajili ya mambo fulani ambayo yatatokea miaka 5, miaka 10 ijayo, miaka 20. Aweza siwe na kwa hali ya kawaida unaweza usimuone kama vile yani kama vile analipa duniani, lakini katika ulimwengu wao unakuta ni gatekeeper. Ni mtu fulani ambaye analinda malango ya kizazi, analinda malango ya mji. Yamewekwa pale kwamba ndani ya miaka 5 apata kuwa mtu ambaye atakuja kuleta uharibifu. Umewahi kusoma mtu mmoja anaitwa Anania katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9. Alikuwa ni mlinzi wa lango la Dameski. Maandiko yanatuambia kwamba Paulo alipokuwa anataka kwenda kuangamiza Wakristo wa Dameski, Yesu alimzuia. Si kwa sababu yani Yesu aliona kwamba kuna mlinzi ambaye yuko anaitwa Hanania, alikuwa amekava uwepo wake katika mji wa Dameski. It was a protection. Watu wote walio katika mji wa Dameski walimhitaji mtu mmoja ambaye anaitwa Anania. Na ndio maana ili Paulo aendelee na mambo mengine, Mungu ilibidi amkutanishe tena na Anania yule yule. Wewe umekaa unaomba siku nyingi, Anania sasa nenda kwa Paulo yule alikuwa unamzuia. Nenda kamwekea mikono, kamjaze na Roho Mtakatifu. Amebishana na Mungu pale. Baadaye akaenda akamwambia Paulo, Mungu amenituma kwako. Pokea Roho Mtakatifu upate kuona. Akuomba mambo mengi. Kwanza pokea Roho Mtakatifu. Pokea sasa. Na maandiko yanatuambia kwamba ndio Paulo akawa amepokea Roho Mtakatifu. Lakini alikuwa ni mtu mmoja ambaye amesimama katika ulimwengu wa roho juu ya mji wa Dameski. Kuna watu ambao Mungu anawahifadhi kwa ajili ya watu. Haleluya. Bwana asifiwe. Shetani atakachukua anafanya ana block. Shetani anataka kutimiza makusudi yake katika maisha ya watu. Anaita tu watu. Shangani kijana chuoni umekuwa na rafiki huyu haeleweki, huyu anakushauri hiki, huyu anakushauri hiki, unaanza kwenda nao. Kile kitu ambacho Mungu alikuwa amekukusudia ukipata ulipokuwa chuoni. Hata katika biashara Mungu atakutanisha na watu aina fulani. Ukiingia katika mambo ya uchumi Mungu itabidi akutanishe na watu fulani. Kwa sababu kuna watu ambao hutaki kuenda nao kabisa, hutaki kutembea nao kabisa, na kuna watu ambao unatakiwa uongee nao kama ambavyo Ibrahim aliongea na wale malaika. Angetembea nao asingeongea, asingepata taarifa kwamba Sodoma inaenda kuangamizwa. Kuna watu ambao inabidi uongee nao, utembee nao, uwakaribishe. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Haleluya. Kukutana na watu maalum. Watu wanakuja kimisimu. Mimi kusoma habari ya Mariam. Maandiko yanatuambia kwamba kabla hajamzaa Yesu, she met an angel. Alikutana na malaika wa Mungu mwezi wa 6. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya ule uitao Nazareti, kwa mwana mali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu aitwaye Yusufu. Akaingia nyumbani mwake akamwambia. Hiyo ni Luka sura ya 1 mstari wa 26 pale. Mariam ilibidi akutane na malaika wa Mungu ambaye anaitwa Gabrieli. Wow. Gabriel ametajwa mara 2 tu katika Biblia. Daniel sura ya 9 na Luka sura ya 1. Gabriel huyo. Mara 2 tu katika Biblia. Malaika amekutana na Mariam. Amekuja kiujumbe. Unaweza ni malaika hata siku moja, unaweza usione, lakini kuna watu ambao Mungu inabidi akukutanishe nao. Watu sahihi kwa ajili ya wakati sahihi. Haleluya. Alipokutana yule malaika, habari nzima ya dunia ikabadilika. Habari nzima ikabadilika. Utamzaa mwana wa kiume na jina lake utamwita Yesu. Mariamu akamjibu akamwambia, itawezekanaje neno hili? Kwa maana mimi simjui mume. Malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Wow. So amazing. Hallelujah. Kwa kuna watu ambao lazima ukutane nao. Kama hawapo inabidi uombe Mungu akuinulie watu sahihi. Relationship are very powerful. Watu waweza kusaidia mambo mengi sana bila hata wewe kufanya. Mwanafunzi mambo ya scholarship. Kumbe kuna mtu tu ana machimbo yote. Inabidi tu ukutane na watu fulani. Wakipindi fulani. Hallelujah. Bwana asifiwe. Watu sahihi. Mungu atupe watu sahihi katika jina la Yesu. Na watu ambao sio wa Mungu wasije katika maisha yetu katika jina la Yesu. Hallelujah. Tamani usema mambo mengi sana. Muda unaisha. Kitu cha 3, kuinuka kwa vita mpya. Maizeki after Maizeki cha mwisho. Wow, kuinuka kwa vita mpya.
Nyakati ni lango. Unatakiwa ufahamu ya kwamba nyakati ni lango, kama ambavyo yako malango mengi katika ulimwengu wa roho. Kila wakati wewe unakuja na vita. Kuna lango, kwa mfano, ngoja nikutajie kwa mfano malango ambayo tunafahamu. Kwa mfano kuna lango la wakati. Ili utaki kusahau kama ni lango, linaitwa lango la wakati. Kuna vitu vya kimungu vinatoka ndani ya wakati maalum. Kuna lango ambalo linaitwa lango la watu. Kuna lango ambalo linaitwa lango la mwanamke. Wanawake ni malango. Kuna lango ambalo linaitwa lango la mzaliwa wa kwanza. Kila mtu ambaye ni mzaliwa wa kwanza ni lango. Kibiblia ni lango. Kuna malango ambayo yanaitwa malango ya kimaeneo, sawa sawa bau ambayo ipo katika hilo eneo. Kwa kuna maeneo ambayo ni malango. Wow. Maandiko yatuambia kwamba Yakobo alipoenda kulala pale ambapo babu yake alikuwa amejenga madhabahu, pale mwanzoni palikuwa panaitwa Luz. Baadaye akapaita jina, akapaita Betheli. Palikuwa kuna madhabahu ya Mungu pale. Alipolala, maandiko yatuambia kwamba akaona malaika wa Mungu anapanda na kushuka. Akaamka katika usingizi. Hiyo ni Mwanzo sura 28 mstari wa 16. Akasema kumbe Bwana yuko mahali hapa na mimi sikujua. Kumbe hili ni lango la mbinguni. Akasema hili ni lango la mbinguni. Hili ni lango la mbinguni. Akasema mahali hapa panatisha kama nini? Bwana yuko hapa na mimi sikujua. Kwa kuna malango ya kimaeneo. Si kila mahali Mungu atakuruhusu uwepo. Si kila mahali ambapo ukiwepo utatimiza kusudi la Mungu, uelewe. Si kila mahali ambapo ukiwepo utatimiza kusudi la Mungu. Kuna mahali ambapo unatakiwa uondoke kabisa ili utimize kusudi la Mungu. Sababu kusudi la Mungu kama haijafungwa katika hilo eneo, hautaweza kulitimiza. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kitu kingine ambacho adui huwa anafanya, anawadislocate watu. Anawaweka mahali ambapo sio. Anawapeleka mikoa ambayo sio. Anawapa watu kazi mahali ambapo sio. Ni mkakati wa kipepo wa kuzuia makusudi ya Mungu yasitimie katika maisha ya watu. Kwa wakuta umepangiwa huku, umeenda huko, kitu cha msingi sana, Mungu hakuweki tu Mbeya kwa bahati mbaya. Na Mungu hakupeleki tu Dar es Salaam kwa bahati mbaya. Hakupeleki Dodoma tu kwa bahati mbaya. Hakupi tu kazi katika huo mji kwa bahati mbaya. Kuna mahali ambapo ukienda huduma itakufa kabisa. Moto wa maombi utakata kabisa. Hautakutana na waombaji. Zile kuni hazitachochewa. Kabisa ninakwambia. Kabisa watakiwa uwepo mahali fulani. Tunaenda pamoja. Ajenda nyingine ya kuombea watoto hao. Wasije wakapata kazi mahali ambapo hajakusudia Mungu. Wasije wakapangiwa shule mahali ambapo hajakusudia Mungu. Kuna watu wanapangiwa shule mahali ambapo hajakusudia Mungu. Vyuo mahali ambapo hajakusudia Mungu. Anaenda huko, vita ambayo anakutana nayo ni kubwa kuliko uwezo wake. Kuliko uwezo wa mtu ambaye anamuombea. Anaanguka. Wakati mpya ambapo unataka kuja, kati ya kitu ambacho huwa kinatokea ni kwamba huwa kunainuka vita mpya. Vita mpya kila mara. Unaweza ukaona mbona it was calm. Palikuwa ni salama kabisa. Umefika mwisho wa mwaka, kuna hiki kimeanza kutokea. Kuna hiki kimeanza kutokea. Okay. Ulikuwa unatafuta hela, unasema kwamba nipate 600,000, nipate 1,000,000 nianze biashara. Wakati wote ulipokuwa unatafuta hiyo pesa, hapakuwa na mgonjwa, haukuumwa, haukupata nini? Haupata nini? Umepata hiyo 1,000,000 ambayo ulikuwa unahitaji. Umepata hiyo 600,000 ambayo ulikuwa unahitaji. Wameanza kutokea wagonjwa msululu katika familia. Ile pesa yote ambayo ulisema kwamba nitaanza biashara, yote inaanza kutibu watu. Inaanza kutibu watu. Vita mpya inainuka kwa sababu kuna kitu ambacho kinaenda kutokea. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Yesu atusaidie sana. Nasema Yesu atusaidie sana. Haleluya. Kitu cha mwisho ambacho ni ishara ya kwamba kuna kitu cha kimungu ambacho kinatokea au kinaenda kutokea muda mfupi ni kutamani kupata nguvu mpya ya kiuwezesho au kushukiwa na nguvu mpya ya uwezesho ndani yako. Kwa sababu jambo lolote lile la kimungu lililo katika majira ya Mungu linahitaji nguvu ya Mungu. Jambo la Mungu lililo katika majira ya Mungu linahitaji nguvu ya Mungu. Hivyo vitu vitatu vinaenda pamoja, vinaenda sambamba. Wow. Jambo lote la Mungu lililo katika majira ya Mungu linahitaji nguvu ya Mungu. Ndio maana yule Mariamu alipokuwa anajibizana na yule malaika, malaika anajua kwamba Yesu anaenda kuzaliwa. Ila tunapata kitu cha msingi alipouliza kwamba litawezekanaje jambo hili. Luka sura ya 1 mstari 35 anasema itawezekanaje jambo hili? Maana mimi simjui mume. Malaika alimjibu akamwambia hivi, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Afa asema kwamba si tu Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, asema na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Mwae kuona kuku anavyoatamia vifaranga Anaatamia. Nguvu za Mungu zinakuja kuatamia. Nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Ulikuwa ni wakati mpya wa Mariamu. Hajawahi kukutana wakati kama huo. Na sasa ilikuwa ni wakati wa dunia nzima.
yale mambo ambayo yalitabiriwa kwamba yatakuja kutokea, wakati ulipofika, utimilifu wa unabii unaenda kutokea. Lakini maandiko yatuambia kwamba nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Saa hiyo hiyo anaambiwa hivyo, amesema na iwe kwangu kama ulivyosema. Malaika ameondoka, mzigo ukaingia ndani ya Mariamu wa kwenda kuonana na Elizabeth. Mzigo ukaanza kutengenezeka ndani yake. Kwa hiyo kuna wakati ambao unajisikia tu kama nahitaji nguvu, nahitaji niongeze maombi. Unaweza kuwa unapanga kitu afu Roho Mtakatifu akusemesha unahitaji uongeze maombi. Hivyo tu afu yani nahitaji kuongeza maombi. Kuna vitu ambavyo unapanga afu Mungu akwambia acha, unahitaji kuomba kwanza. Unahitaji uongeze maombi, unahitaji nguvu nyingi. Kwa hiyo unaweza ukapata msukumo wa kumhitaji Mungu zaidi. Unahitaji nguvu za Mungu zaidi. Kama Mungu akiona kuna kitu kikubwa ambacho kinaenda kutokea, au unatakiwa ukivute, kama ambavyo nilikwambia, kuna vitu ambavyo unabidi uvivute mahali vilipo. Kuna vitu ambavyo ni ahadi za Mungu kwa watu, lakini zinakuwa zimefungwa kwamba zisitokee ndani ya miaka hii mitano, isitokee ndani ya mwaka huu 2025. Jambo hili lilitakiwa leo limetokea kwa huyu mtu, lakini isitokee. Vinakuwa vimefungwa katika ulimwengu wa roho. Sasa you need to apply force. Unahitaji kutumia nguvu kuita. Unahitaji kuviita vitu vitokee. Unajua kuna uwezo wa Mungu wa kuita mambo ambayo yalitakiwa yatokee kesho kutwa yakatokea leo. Unaamini hicho kitu? Mambo ambayo yalitakiwa au vitu ambavyo, sema hivi, speaker iko pale, kuna speaker ambayo iko pale kwenye ile kona. Na hii speaker nikiita haiwezi kuja. Lakini mimi naweza kutembea kufikia kwenye ile speaker. Ukaanza kutembea. Sasa inategemeana na unatembeaje. Kwa hiyo muda ambao unaifikia hii speaker inategemeana na unatembeaje. Ukiwa unakimbia muda tofautiana. Kwa kuna wakati vitu haviji, Mungu anakupeleka mbele. Anakupeleka katika ulimwengu wa roho mbele kabisa, mahali ambapo kuna vitu, ili uchukue vitu vyako katika jina la Yesu. Hallelujah. Kwa unapata speed ya kimbingu. Huwa kuna kitu ambacho kinaitwa speed ya Mungu, mkono wa Mungu unapokuwa juu ya mtu. Umewahi kusoma pale First Kings, Wafalme wa kwanza 18:36 pale anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akapiga mbio, akakimbia kumshinda farasi wa mfalme. Umewahi kuona imeandikwa hivyo rafiki yangu, kwamba akakimbia kumpita yule farasi wa mfalme. Kwa kuna wakati Mungu anaachilia speed. Kuna mtu hajaelewa bado. Na sasa kuna wakati Mungu anaachilia speed. Mambo ambayo utakiwa uyapate kikawaida, kama ungeenda tu kikalenda, jambo fulani ungetakiwa ulipate ukiwa na miaka 45. Lakini Mungu anaweza kulivuta. Upo uwezo wa Mungu wae kukupeleka vitu ambavyo vingetokea ukiwa na miaka 45, akavuta. Hamjaelewa bado? Na sasa kwa mfano, watumishi wa Mungu, Yesu atusaidie sana. Anajua kwamba kwa jinsi ambavyo unapambana kijana, ili ufikishe laki tano, kwamba kwenye akaunti yako utakiwa na 500,000. Okay, 500,000 tunaweza kusema it's so simple. 500,000 nyepesi sana. Okay, milioni 10. Sasa kwamba kwa jinsi ambavyo unapambana wewe kijana, ili akaunti yako iwe na milioni 10, unatakiwa uishi mpaka utakapofikisha miaka 40. Tunaenda pamoja? Ukiwekeza ufanya nini, unatakiwa mpaka utakapofika miaka 40 ndio uipate hiyo milioni 10. Lakini unaweza kushangaa speed ya kimungu ya kupeleka ile miaka yako 40 ambayo utakiwa na milioni 10, Mungu akakupatia leo. Bado hujaelewa? Labda kama hujaelewa, sijui nitumie tena mfano gani. Hii nasemea kwa labda una miaka 20, una miaka 30 hapo, una miaka 35. Kitu kitakiwa kichelewe tu, kwa kifupi kikaja kikatokea. Kati ya kitu ambacho utapata msukumo ni kuhitaji nguvu ya Mungu ndani yako. Nguvu ya Mungu ndani yako ya kukusaidia kubeba. Vitu vingine ni bora visitokee, sababu vikitokea vitakugandamiza. Vitu vingine vya Mungu ni bora vichelewe, unajua, sababu vikiwahi kutokea hauna nguvu ya kubeba. Kwa Mungu itabidi asimamishe kwanza mpaka pale utakapokuwa na msuli wa kuweza kubeba mambo fulani, ndio kitu kinaanza kutokea sasa. Ndio maana Yesu alipokuwa anaona kwamba wanafunzi wake wanaingia katika msimu mpya wa maisha yao, na wao wanazania kwamba Yesu amefufuka, anaenda kuwa mfalme wao. Sasa walipomuuliza kwamba Bwana, ni saa ya kurejesha ufalme kwa taifa la Israeli, Matendo ya Mitume sura ya kwanza pale mstari wa 8, Matendo ya Mitume, akasema si kazi yenu kujua majira na nyakati ambao Mungu ameamuru, lakini akamwambia, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Anajua kabisa there is an assignment. Kuna kazi ambayo inaenda kutokea muda mfupi. Kuna kazi ambayo inaenda kutokea. Kuna kusudi ambalo hao wanafunzi wangu ambao nimewaacha wanatakiwa kulitimiza. Akamwambia kitu ambacho mnatakiwa tu mkipate. Unahitaji upokee nguvu mpya.
Roho Mtakatifu akujilie juu yako, upokee nguvu mpya. Tumalizie kitabu cha Samueli wa kwanza. Yes, Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Tusimame. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi, Daudi alikuwa yuko appointed to become a king. Amechaguliwa ili akawe mfalme. Watumishi, mnaandika, tumesema tusimame katika jina la Yesu. Utamu wa kuandika neno la Mungu umekuwa mwingi. Wow. This God is so wonderful. Ufalme wako una. Hallelujah. Wow. So Daudi amepakwa mafuta na amepakwa mafuta na Samueli. Kabla hata hajapakwa mafuta pale, alikuwa hata hajapakwa mafuta. Na hapo namzungumzia Sauli, alikuwa ni Sauli. Amepakwa mafuta, anaenda kuwa mfalme katika taifa la Israeli. Maandiko yatuambia hivi, ukisoma mstari wa 6 anasema Roho Bwana itakujilia kwa nguvu. Anasema nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Kuna msimu mpya ambao ulikuwa unakuja katika maisha ya huyu kijana, alikuwa anaitwa Sauli. Tena huyo alikuwa ni mfuga punda tu nyumbani huko. Alikuwa anafuga punda za baba yake. Punda wamepotea, wanamuuliza Sauli, nenda katafute punda wako wapi? Ameenda akakutana na watu. Tunarudi kwenye ile point. Akakutana na mtu, akakutana na nabii wa Bwana. Akakutana na mtu, akakutana na nabii wa Bwana. Kuna watu ambao mambo ambao wanatakiwa kuomba, wanatakiwa Mungu nipe watu sahihi. Kuna vitu una struggle, kumbe you need people. Unahitaji tu watu watakaoongea a word for you. Neno kwa ajili yako. Watakao kupa nafasi, watakao kupa Mungu atusaidie sana. Hallelujah. Lakini huyu nabii ambaye amekutana naye akamwambia kwamba Roho Bwana atakujilia kwa nguvu juu yako, nao utageuzwa na utakuwa mtu mwingine. Atakujilia juu yako kwa nguvu. Kwa kila wakati unapoingia msimu mpya unahitaji nguvu. Hata hivi unamaliza mwaka, unaingia mwaka mwingine, you need power. Unahitaji nguvu. Unahitaji nguvu. Ndio maana kuna watu wengine wa upande wa giza saizi wako wana accumulate nguvu kwa ajili ya mwaka mwingine. Wako kwenye makaburi, watu wanalala kwenye makaburi. Wanalala wapi? Mwisho wa mwaka wanaenda kwenye familia zao kufanya hiki na hiki na hiki, kwa sababu wanajua kama kuna kitu hakikufanikiwa mwakani wanabidi wafanikiwe. Kama kuna kitu ambacho hakijatokea hata kwa hizi siku chache ambazo zimebakia kumaliza mwaka, wanaamini kwamba kinaweza kutokea. Wanaamini. Na sisi ambao tuko ndani ya Kristo Yesu, tunaye Mungu ambaye ni Mungu juu ya vitu vyote, ambaye ana uwezo wa kubadilisha majira na nyakati. Anasema majira na nyakati ana uwezo wa kubadilisha. Mungu ana uwezo wa kubadilisha. Mungu tuliye naye anapoachilia nguvu, anaruhusu na kitu fulani ambacho kimekuja. Kila nguvu ya Mungu inapoachiliwa inakuja na assignment. Mungu anapoachilia nguvu, aachilie nguvu tu kwa ajili ili uonekane na anaachilia. God gives empowerment kwa ajili ya assignment. Mungu anaachilia uwezesho kwa ajili ya kusudi. So kila mara unapoachilia uwezesho kwa ajili ya kanisa, mimi naomba kwamba unapomaliza mwaka usikie kuna uwezesho fulani ndani yako wa kukusaidia kwa ajili ya mwaka mwingine. Kama ukukusaidia mwaka huu, usikie kuna uwezesho wa kusaidia kwa ajili ya mwakani, katika jina la Yesu. 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 Ambayo hayakutokea mwaka huu yakatokea katika jina la Yesu. Ambayo adui ameachelewesha yakatokea katika jina la Yesu. Ambao hatujakutana nao, Mungu akatukutanisha na watu sahihi katika jina la Yesu. Watu sahihi, mazingira sahihi, maeneo sahihi, watumishi wenzetu sahihi, watu sahihi. Endelea kuomba hapo, endelea kuomba. Rapa sika parata. Endelea kuomba hapo mtumishi wangu kwa dakika 2 tu. Watu sahihi, wakati sahihi, mazingira sahihi, nguvu sahihi, kwa jina la Yesu Kristo. 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 Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika watu ambao wamekusudiwa kuja katika jina la Yesu. Watu ambao wamekusudiwa kuja kwa ajili ya maisha yetu, na waje katika jina la Yesu. Ambao Mungu hajawakusudia waondoke, waondoke basi katika jina la Yesu. Waondoke katika jina la Yesu. Wale ambao Mungu amewakusudia kwa ajili ya mwaka huu kabla hujaisha,
na waje katika jina la Yesu, waje katika jina la Yesu, wakutusaidia hatima zetu, wakutusaidia maono yetu Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu zikawe juu yetu, uwezesho wa Roho Mtakatifu ukawe juu yetu, uwezesho wa Roho Mtakatifu juu yetu, kwa ajili ya msimu mpya, kwa ajili ya mambo mapya ambayo Mungu anayaachilia, kwa ajili ya mambo ambayo Mungu anayaachilia kama kanisa, kwa ajili ya mambo ambayo Mungu anayaachilia kama kanisa, kwa ajili ya mambo ambayo Mungu anayaachilia kama taifa, kwa ajili ya mambo Mungu ambayo anayaachilia kwa ajili ya familia zetu. Tupokee kwa jina la Yesu, tupokee nguvu, tupokee uwezesho, uwezesho wa Mungu ndani yetu, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hata tunapomaliza mwaka, nguvu za Mungu zikawe ndani yetu, nguvu za Mungu za ushindi, nguvu za Mungu za ushindi. Yeye aliyeanza nasi kama Alfa bado anayo nguvu ambayo anaitwa kama Omega. Rapasika barada siana makoti ya mashanda yaliyokuwa yameshindikana yakawezekane ndani ya mwezi huu, yakawezekane ndani ya siku hizi chache, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ule upako wa Omega, ule upako wa Omega unaowasaidia watu kumaliza mwaka kwa ushindi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hatutamaliza mwaka kinyonge, hatutaingia mwaka mwingine kinyonge. Sisi tuna nguvu, tunainuka, tunainuka kama simba, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Mambo ambayo yamechelewa, yale mambo ambayo yamechelewa, ambayo kila akitaka kutokea adui anainua vita mpya, tunaipinga hiyo vita. Bwana anainuka katika hayo malango, katika hayo malango, Bwana anainuka katika hayo malango, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana kainuka katika hayo malango, vita ambazo ziko ndani ya muda, mambo ambayo yatakiwa yawe yametokea na hayajatokea bado, ambayo adui ameyashika, ambayo adui ameyakamata, zile biashara ambazo adui amezishika, yale maono ambayo adui ameyashika, adui ameyakamata. Adui achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Yale ambayo Mungu anataka yao yametokea na hayajatokea, kwa jina la Yesu Kristo. Na kama yametokea ya kipepo ndani ya muda wetu, ndani ya miaka yetu, kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu anasema atarejesha miaka iliyoliwa na tunutu na madumadu na palale na nzige, kwa damu ya Yesu. Tunatamka urejesho wa mwaka ambao umeliwa, wa siku ambayo imeliwa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Vita juu ya miaka yetu ya maisha, ajali zilizokusudiwa juu yetu ndani ya mwaka huu, kwa jina la Yesu. Bwana asema hautasimama ewe ajali, magonjwa. Mtumishi wa Mungu, omba kwa dakika moja nyingine, ongeza moto, ongeza moto, ongeza moto. Yale ambayo adui alikuwa ameyakusudia, rapashaka zeketima saina makonta, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Yale ambayo adui alikuwa ameyakusudia, kwa damu ya Yesu tunakataa, hayatatokea. Vifo kabla ya wakati havitatokea, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watoto wetu wataishi, hawatakufa, watashuhudia ukuu wa Mungu katika maisha yao, kwa damu ya Yesu. Familia zetu zitavuka mwaka, zitavuka miaka, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mambo ambayo adui anataka yatokee haraka, mambo ya kipepo, tunakataa kwa jina la Yesu, tunakataa kwa jina la Yesu. Mifumo ya kipepo ya siku za uovu tunakemea kwa jina la Yesu. Mifumo ya kipepo ya siku za uovu tunakemea kwa jina la Yesu, tunakemea kwa jina la Yesu, tunakemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Bwana juu yako ewe kuzimu, moto wa Bwana juu yako ewe mauti, moto wa Bwana juu yako. Malango ya kuzimu, malango ya mauti juu ya familia, juu ya uchumi wa watu, juu ya kazi za watu, juu ya huduma za watu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yale ambayo yamecheleweshwa, yatakiwa yawe yametokea, yanafanya kazi ya kuahirishwa, tunakataa kuahirishwa, tunakataa kuahirishwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Rapa sikindi makoria zina makonte kerebosuya. Wewe una uwezo kubadilisha majira na nyakati. Mesoko brodo. Roho Mtakatifu ananikumbusha kitu. Baba siku moja alikuwa anaongea kuhusu majira ya kulazimishwa.
majira ya kulazimishwa, majira ya kulazimishwa, majira ambayo shetani anayaforce yatokee, mambo ambayo adui anayalazimisha yatokee. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunayakataa hayo majira. Tunapoendea mwisho wa mwaka, tunapofikia mwisho wa mwaka na tunapoanza mwaka mpya, kwa dakika moja kataa majira ya kulazimishwa, magonjwa ya kulazimishwa, vifo vya kulazimishwa, mauti za kulazimishwa, mikosi ya kulazimishwa, kwa damu ya Yesu Kristo ambao adui ana force yatokee, nasi tuna force yasitokee kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Upanga wa Bwana juu ya huyo adui, upanga wa Bwana juu ya roho ya giza ambayo inasimamia majira, upanga wa Bwana huo katika jina la Yesu. Moto wa Bwana huo juu ya wewe kuzimu, juu ya wewe wakala wa kipepo katika hiyo kazi yako ambaye amekupa kazi ya kulazimishwa, amekupa cheo cha kulazimishwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunakataa, kwa jina la Yesu Kristo tunakemea, tunaharibu, tunavunja, tunasambaratisha, tunateketeza kwa moto, moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rababa seketeri abu shekete. Endelea kukataa majira ya kulazimishwa juu ya maisha yako na juu ya kanisa. Raba seketeri amo zekete reke shantara breke zekete. Majira ya kulazimishwa juu ya maisha yetu tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Juu ya kanisa rama sakarabo reke shekete, tunaharibu, tunakataa, tunapinga kwa jina kuu la Yesu Kristo majira yaliyoratibiwa katika ulimwengu wa roho kinyume na kanisa. Karabashanda rabrekese, kwa damu ya Yesu karabashekete, tunapinga na kuharibu juu ya maisha yetu binafsi, juu ya familia, tunaharibu katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo. Walinzi waliosimamia hayo majira wanaharibiwa kwa damu ya Masia. Biblia inasema tukupinge shetani. Tunapinga hayo majira ya kulazimishwa, tunapinga mikakati yote ya uovu iliyoratibiwa katika ardhi, katika maji, kinyume na Kings Global Tabernacle katika jina la Yesu Kristo. Ramasanda rabregese rikoria mamanderebezekete, kwa jina la Yesu Kristo. Tunapoelekea kumaliza mwaka kwa jina la Yesu rekesekeria mando, tunavuka na nguvu mpya. Tunaondoa blanketi la uzito kwa damu ya Yesu. Tunaondoa kila nguvu zilizoratibiwa kinyume nasi kwa damu ya Yesu. Majira ya kulazimishwa, majira na nyakati ovu katika siku ovu aliyoipangilia shetani kinyume na kanisa hili katika jina la Yesu. Oh ramasakarabo rekeshekete rendere braka zekete rikaria mando ramazakata shekeria mando riamazekete rikimando robo zekete. Tunaachiliwa kwa neno la Mungu rimamandere bezekete. Tunapenya kwa neno la Mungu, tunapenya kwa ufunuo kwa jina la Yesu Kristo. Ramande rabazekete rikiria mamando, uzito wote unaondoka katika jina la Yesu Kristo kwa uwezo ulio ndani ya damu ya Yesu. Akili zinaachiliwa, fahamu zinaachiliwa katika jina la Yesu. Ramasakaraborekesekete rikondoria rabasakata. Mungu, inuka katika siku ya uwezo wako, inuka katika siku ya uwezo wako juu ya maisha yetu, juu ya familia zetu, juu ya kanisa, juu ya taifa. Ya Mungu, inuka, inuka asubuhi ya leo. Rababa sekeria mamando, inuka Bwana wa vita, inuka jemedari wa vita, inuka Bwana wa vita, inuka kwa nguvu zako, inuka katika siku ya uweza wako. Ramando riba sekete shacha shambalalesa riendere baba sakata. Inuka Bwana wa mabwana, Yesu inuka kwa nguvu zako. Rakandaria baseke rekera bala pialaria eshemaria tandalaria rekeparia ndalaria
zakandalia lalosiadai. Yesu inuka, rosia katalianda, inuka Bwana wa mabwana, siakaria manda, shakeria mando, inuka mpiganaji, inuka Bwana wa vita, inuka ariarabasagata, ezeke tukapokea yale ambao Bwana uliyakusudia tangu Januari. Hakuna la kukuzuia katika uwezo wako, hakuna la kukuzuia. Zeke shika papa pariata, tukauone wema wako katika nchi ya walio hai. Yesu inuka, Bwana inuka. Mamiataya akanaisatai kanaisakatai rakaitanamai rekapainalai yayalaitai elakandairai alakambalai. Inuka kwa nguvu zako, Yesu inuka. Ayazayadiada zepekaria